nitakutukuza kila wakati, sifa zako si kinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wakumbuke, mtukuzeni Bwana pamoja nami. Nitakutukuza kila wakati, sifa zako si kinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wainue, mtukuzeni Bwana pamoja nami. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Asubuhi ya leo nimeokoka, Yesu ni Bwana wa maisha yangu, na siku ya leo ningependa tusome maandiko matakatifu. Siku ya leo tunataka kujifunza kwa ajili ya kukua mwaminifu. Topic ya leo inasema kwamba be faithful. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na ninaenda kusoma katika kitabu cha Hebrews chapter 3 verses 7 up to verses 11. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maandiko matakatifu inasema hivi asubuhi ya leo, mstari wake ni wa 7, inasema kwamba therefore as the Holy Spirit says, today if you will hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, proved me, and saw my works 40 years. Therefore I was angry with that generation, and said, they also go astray in their hearts, and they have not known my ways. So I swear in my word, they shall not enter my rest. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama maandiko matakatifu siku ya leo inaongea kwa ajili ya kukua mwaminifu, kwa ajili ya kutembea katika uaminifu, kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu katika uaminifu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama maandiko matakatifu inasema ya kwamba unaposikia injili yake, unaposikia maandiko, unaposikia mahubiri yanahubiriwa mahali popote, Biblia inasema ya kwamba usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ama unaposoma Biblia inapokuambia maneno ya Biblia vile unafaa kukaa katika wokovu, Biblia inasema ya kwamba usifanye moyo wako kuwa mgumu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba unapofanya moyo wako kuwa mgumu ni kama wakati ya mababu zetu walipomjaribu Yesu kwa miaka 40. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama Biblia inasema ya kwamba waliweza kumjaribu Yesu na wakajua matendo ya Yesu na wakajua kazi ya Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana Mungu aliweza kuwatoa kule Misri, mahali ambapo walikuwa wanateseka, lakini walipofika njiani wakaanza kunungunika, wakaanza kumnungunikia Musa, wakaanza kusema ya kwamba afadhali warudi kule Misri walipokuwa. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama Biblia inasema ya kwamba na huo wakati enyewe walimjaribu Mungu na wakaweza kuona kazi ya Mungu, wakaweza kuona mkono wa Mungu. Maana ilifika wakati wakahangaika, wakasema hatuna maji, wakamlalamikia Musa, wakasema Musa, ulituleta jangwani ili tuweze kukufa na kiu. Tazama Musa aliweza kumuomba Mungu na Mungu alifanya miujiza kupitia Musa na wakapata maji wakakunywa. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na tazama hata baada ya kuona kazi ya Mungu, baada ya kuona matendo makuu ya Mungu, waliendelea kumjaribu Mungu, waliendelea kutenda dhambi. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kumbuka hapo walipokuwa wanaendelea kutenda dhambi, Biblia inatuambia ya kwamba Mungu aliweza kukasirika na hicho kisasi. Mungu aliweza kukasirika na mababu zetu. Mungu aliweza kukasirika na wale wote waliotutangulia. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo
asubuhi ya leo unaposikia sauti ya mahubiri, ama unapochukua Biblia yako na kukaa chini na kusoma maneno ambayo yameandikwa katika hii Biblia, maneno matakatifu ambayo yameandikwa kwa Biblia, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Haleluya! Unaposikia sauti iliayo nyikani ikisema kwamba tengenezeni njia, andaeni mapito, maana Yesu yu karibu kuja kupitia. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tafadhali usifanye moyo wako kuwa mgumu. Andaa mapito, tengeneza mapito, tengeneza njia ili Yesu akuje apitie, na hiyo njia ni matendo yako. Tengeneza matendo yako, tengeneza mali ambapo ulikosea, nyorosha mali ambapo ulikosea. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kutengeneza mapito ni kufanya nini? Ni kutubu dhambi zako zote, ni kukaa chini na kujiangalia ni wapi uliangukia, ni wapi uliomkosea Mungu, ni wapi ndipo ulimwacha Mungu, uweze kumrudia Mungu. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana hiyo njia ni roho yako. Maana Yesu anahitaji kukuja kukaa moyoni mwako. Mungu anahitaji kukuja kukaa moyoni mwako. Roho Mtakatifu anahitaji kukuja kukaa moyoni mwako. Anahitaji kukuja kupitia moyoni mwako. Anapata njia iko na mabonde, njia iko na milima, njia iko na mamiba, njia iko na mamawe. Haleluya! Atapita vipi? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hayo mabonde na milima ambayo yameinuliwa ndani ya moyo wako ni hasira, chuki, vitina, uongo, wivu na mambo kama hayo, mambo kadhalika kama hayo, ndio mambo ambayo unafaa kuyanyorosha, ni mambo ambayo unafaa kuyatengeneza ili Yesu akuje apitie. Haleluya! Siku ya leo unaposikia sauti hii mahali popote ulipo, usifanye moyo wako kuwa mgumu, maana Yesu yu karibu kukuja na hujatengeneza mapito yake. Haleluya! Usiendelee kumjaribu Mungu, maana Mungu atafika mahali akasirike na wewe na kuangamize. Yawezekana siku ya leo uko katika jangwa kuu sana, na hiyo jangwa ni majaribio. Haleluya! Unapopitia majaribu, hiyo ni jangwa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na usikubali kumkosea Mungu katika hilo jangwa ambaye huko ndani. Wewe endelea kumtegemea Mungu, endelea kumngojea Mungu, atakushindania na utapita hiyo jangwa ukiwa salama. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tazama siku ya leo, endelea kumngojea Mungu, endelea kumtegemea Mungu, maana yeye ni mwaminifu. Maana Biblia iliendelea kutuambia kwamba wakati ambapo babu zetu waliendelea kumjaribu Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweza kukasirika na wao. Na alipokasirika na wao, aliweza kuanga